Naam bwana. Ujambo ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo hiki cha habari. Popote pale ulipo, umekaribishwa katika kipindi hiki kifupi tu na uweze kufaidia mengi kutokana na hali ambayo inazidi kuendelea. Ni Reality Mambo TV, kituo cha habari ambacho kiko kwa sababu ya kupasha habari, kinachopatikana mashariki mwa Kongo katika Kivu ya Kusini. Nikupashe habari na wewe unifuatilie mwanzo hadi mwisho. Ikiwa ungali wa kwanza kabisa kwa kuweza kujiunga au kufuatilia habari zetu katika channel hii, ninakuomba basi uweze kuungana nami katika hali ya kuweza kujiunga. Hapo chini wanaandika subscribe, na hivyo ukibonyeza hapo usisahau pia kubonyeza alama ya kengele unapata habari zetu katika muda mwafaka. Ninakukaribisha wewe upate kufuatilia hiki kipindi, hajalisha kwamba unapatikana katika maeneo mengine, ikiwa hata barani Afrika na zingine bara katika ulimwengu mzima, na mimi tu niweze kukupasha. Hususan zaidi nitaweza kabisa kujibwaga katika mashariki mwa Kongo, katika Kivu ya Kaskazini. Na mara moja ndugu mpenzi msikilizaji, ambatana nami niweze kukupasha hali ambayo inaendelea huko Goma kutokana na ndege isiyo na rubani kuweza kushambulia katika mji huo wa Goma na mambo ambayo yanazidi kuendelea. Naam, baada ya kukupasha katika huo mtasari wa habari, na hivi kabisa niweze kabisa kukupasha habari kamili. Ikiwa leo hii ni tariki 12, lakini hapo jana ni tariki 11 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, ambako jana hiyo ikiwa katika majira ya asubuhi kabisa mapema, lakini kutokana na shuhuda hizo zinaonyesha kwamba nilikuwa ni saa 10 za asubuhi ambako kuliweza kuonekana ndege isiyokuwa na rubani kushambulia katika maeneo fulani katika kata ya Himbi, maeneo ya huko katika mji wa Goma. Kutokana na tetesi na shuhuda ya habari ambayo inaweza kuzunguka, ya kuonyesha ya kuwa droni hiyo ilikuwa yenye kuja kushambulia katika maeneo katika mji huo wa Goma, lakini katika kata ya hapo Himbi, ikiwa kwake Kone Nanga ni mkuu katika wakuu wa wahasi wa FCM 23, aliweza kulivalia jambo hilo njugu wa kutokukaa kimya na kuonyesha ya kuwa katika shambulio hilo alikuwa shambulio la kawaida, lakini lilikuwa shambulio ambao lilikuwa lina walenga waunda mbinu wa wahasi wa FCM 23, hususani yeye na Kamanda Sultani Makenga. Jambo hilo linaweza kuonyesha kuwa shambulio hilo lilikuwa linawalenga wao wala si hata mapambano. Kwa kutokana na jambo la hapo awali na nguvu ambazo walikuwa nazo wahasi wa FCM 23, lakini kwa muda huu wameweza kuonyesha hali ya kuweza kurudi nyuma na kushindwa kwa kiwango kikubwa. Hata huko kwenye milima ya Fizi Mwenga, kwenye nyanza za juu huko katika mapambano, na kuweza kuonyesha kushindwa kabisa, ikiwemo katika maeneo ya Mikenge na maeneo mengine, na hivyo kuweza kuonyesha watu ambao waliweza kushikwa, yani mateka wa wahasi wa FCM 23. Lakini kutokana na tetesi na hali ambayo inaendelea kwa wahasi wa FCM 23 ni kwamba wamehamua rasmi na kuweza kuahidi ya kuwa wataweza kuwaachilia mateka wa jeshi la FARDC kuwa huru kabisa, kuwarudisha kwao, na hivyo ikiweza kuonyesha kutokana na tetesi na watu ambazo kuweza kushuhudia ya kuwa hao watu wanaonyesha kushindwa, na wakiweza pia tu kuogopa ile adhabu ambayo imetolewa na Umarekani. Nikupashe hayo kwa muda mfupi, lakini nilikuwa zaidi ninajibwaga katika maeneo ya huko Goma nipate kukupasha hususani zaidi hali ya usalama. Baada ya hiyo ndege isiyo na rubani kuweza kushambulia katika mji wa Goma, hadi kwa sasa hali inazidi kuwa shwari na wala tena kutokusikika hali ya mashambulizi baada ya hayo. Lakini kutokana na hayo yote yameweza kushuhudiwa na kuonyesha kwamba
ndege hiyo isiyo na rubani iliweza kushambulia katika mida ya saa 10. Avec yale naomba tu watu wanakuwa tayari kabisa juu ça commence à sonner mal. Major drone za FARDC kwake za bure ni kuua tu zile. C'est-à-dire qu'avec précision. Que Dieu garde sa population vraiment parce que ça devient un peu difficile là. Des gens se réveilleront un jour et voilà qu'il y a un cadavérique comme un jour de cadavérisation. Et oh là là. Bitu inakuwa mabaya. Bon, isipeke nilisikia wakati ile 4h sele drone ilipiga, nikasikia aussi saa inakuwa replique moto yake nani mabombe zao zilidaka na shingo moja. Isipena walireplike. Sasa hatujua hiyo inaanza hii jambo baya sana. Tani kasikia kama tuombe tu tuweke kabuchu ngumu pale na mai ya trosa taramka siku maana Goma ishakuwa jahanamu. Sina mengi ya kukujuza tena, lakini tu niliweza kukupasha katika muda mfupi hayo mambo ambayo yanaendelea kujiri huko katika mji wa Goma. Ni kwangu mimi kukupasha na wewe kunifuatilia. Lakini ikiwa wewe hujajiunga kwenye channel hii, tafadhali na kuomba kuweza kuungana nami kwa kuweza kubonyeza maeneo ya subscribe hapo chini na pia kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu katika muda mwafaka na muda ambao wewe unahitajika kuweza kupata habari. Lakini naweza kukuomba pia kuweza kuwagawia watu wengine wapate nao kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Nimekuja ni leo hii tarehe 12, lakini siku nyingine nitakujia tena. Hata ikiwa katika muda wote ule habari tunazipata na mwanya huo tunao, basi usubirie na habari uweze kuzipata. Kaa chonjo, tutakutana tena. Asante.